Wakili Boniface Mwabukusi ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS amesema kwamba kuna kujipanga kuingia kwenye uchaguzi na kujipanga na uchaguzi. Katika kutoa ufafanuzi mambo haya mawili kwenye ukurasa wake wa Facebook ameeleza kama ifuatavyo. Anauliza, je, lipi bora? Kujipanga kuingia kwenye uchaguzi na kujipanga na uchaguzi? Moja, kujipanga kuingia kwenye uchaguzi. Anaeleza kwamba hili linamhusu mtu au kikundi cha watu wanaotaka kushiriki kama wagombea au washindani katika uchaguzi. Mtu anayejipanga kuingia kwenye uchaguzi ana sababu kama ifuatavyo. A. Nia ya kugombea nafasi fulani ya uongozi. B. Kutengeneza mtandao wa kisiasa na uungwaji mkono. C. Kujenga ajenda na sera zake kwa wapiga kura. D. Kutafuta wadhamini na rasilimali za kampeni. E. Kuhakikisha anakidhi masharti ya kisheria na kikanuni ili kutoenguliwa. Kimsingi, mtu huyu au chama cha namna hii hakichukui uchaguzi kama njia ya wananchi kushiriki kupata viongozi bora, bali kama njia ya mtu au muhusika kuhodhi madaraka fulani na anakuwa na matamanio binafsi, kundi fulani, na mara nyingi maslahi ya taifa hayawi kipaumbele chake zaidi, na kwake yeye uchaguzi ni jukwaa la kufanikisha lengo lake la kupata nafasi ya uongozi. Namba 2, anaeleza kujipanga na uchaguzi. Anasema kwamba hili ni lengo la watu timamu ambao mara zote ulitazama taifa kizalendo. Hawa ni wale wanaoangalia uchaguzi kwa mtazamo mpana zaidi. Si lazima wawe wagombea au vyama vya siasa, lakini wanaweza kuwa A. Wanaharakati wa kidemokrasia na haki za binadamu. B. Wapiga kura wanaotaka kushiriki kwa uelewa. C. Vyombo vya habari vinavyofuatilia mwenendo wa uchaguzi. Na D. Anasema asasi za kiraia, asasi za kitaaluma, madhehebu ya dini na waangalizi wa uchaguzi. E. Vyama vya siasa vinavyotaka kulinda haki ya uchaguzi, yani vyama vinavyotambua kwamba ili uchaguzi uwe wa wazi, haki na halisia, lazima sanduku la kura ndio litoe kiongozi na si vinginevyo. F. Kwa watu wanaoamini katika falsafa hii, uchaguzi si tu kuhusu kushinda nafasi ya uongozi, bali pia kuhakikisha kuwa mchakato wote wa uchaguzi unakuwa huru, wa haki na wa uwazi. G. Ni watu wanaopenda kuwa na informed electorate na sio mpiga kura anayehongwa kipande cha samaki, mshikaki au kibaba cha unga. Hawa huhamasisha uandikishwaji wa wapiga kura, kufuatilia na kudai sheria na taratibu sahihi za uchaguzi, kutoa elimu ya uraia kwa jamii kuhusu umuhimu wa uchaguzi, kuchunguza na kufichua udanganyifu au kiukwaji wa haki za uchaguzi katika mazingira yote, kuanzia uandikishaji, ugawaji wa majimbo, usambazaji wa vifaa vya kupigia kura, uandaaji wa wasimamizi, wagombea na uteuaji wa mawakala wao. Muhimu kutambua kwamba ni vyema zaidi kujipanga kwa uchaguzi kuliko kujipanga kuingia kwenye uchaguzi, kwani mtu anayejiandaa kuingia kwenye uchaguzi anaangalia ushindi wake binafsi au wa chama chake. Mtu anayejiandaa na uchaguzi anaangalia mustakabali wa demokrasia na haki za kila mpiga kura, na anachagua zoezi la kupiga kura kama mchakato wa kuelekea kupata taasisi imara ya kiutawala, yani mahakama, bunge na serikali, ambavyo vyote vitawajibika katika hali ya check and balance, huku wakishindana kuwajibika kwa umma na sio kwa mtu au kikundi cha watu wachache. Uchaguzi wenye afya unahitaji vyote viwili: wagombea waaminifu na waangalizi wa haki. Ndipo tunapata mfumo wa kisiasa ulio huru na wa haki. BAK Mwabukusi, Shambani, Busokelo. Haya ndiyo aliyoandika wakili Mheshimiwa Boniface Mwabukusi katika ukurasa wake
wa Facebook wakisema kwamba kuna kujipanga kuingia kwenye uchaguzi na kujipanga na uchaguzi.